coming here today. Asanteni kwa kukuja leo. To honor this final and ultimate to honor this final and this ultimate promotion. Heshimia hii kazi. It is a promotion of Ni Malanga, promotion ya Papa Malanga. and he has come to his eternal reward. Na ameenda katika kulipiwa kwake kwa mwisho. And so we say asante to you today. Kwa hiyo tunasema asante kwenu For coming here to offer your condolences to the family. kwa kukuja hapa kutoa pole kwa familia. To his wife, Pia kwa mke wake. Mabongwe Mbelechi. Mabongwe Mbelechi. To his children, Pia kwa wanawake. Shingonepa, Rehema, Angel, Beatrice, Pendeza, Chantal, Benjamin, Isaac, Bade, and Samuel, na Samuel wa mwisho, who has just graduated high school. ambaye amemaliza chuo cha high school. Pastor Malanga also has a brother who is still alive. Mchungaji Malanga pia alikuwa na kaka ambaye angali hai. And so thank you for coming to offer your Na condolences to him as well. asante kwa kukuja kutoa pole kwake pia. Malanga, Pastor Malanga he was born in Kipua, alizaliwa katika the Kipua Democratic Republic of Congo, huko Kongo on October 14th of 1962. mwezi wa 10 tarehe 14 My mistake, 1964. 1964. And he passed away on May 20th of Na alitoweka 2025. tarehe 20 mwezi wa 5. He was here in Greensboro, North Carolina, in the United Aliishi States hapa of America. Greensboro, North Carolina hapa Amerika. Pastor Malanga and his wife, Mbonye Mbelechi, Pastor Malanga na mke wake Mabongwe Mbelechi, they were married in Kipua in Wali- 1982. walifanya harusi pale Kipua. They had 12 children together, Walikuwa na wana 12 pamoja, and as we have heard, 10 of them are still alive. na kama jinsi tulisikia 10 wao wangali hai. 2 of them are still in Congo, 2 wako bado Kongo, and 8 are here in the United States. na 8 wako hapa Marekani. And these children have given over 50 grandchildren, Na hao watoto wamemzalia wajukuu 56 great grandchild. na mjukuluza mmoja. Pastor Malanga came to Tanzania in 1996, Pastor Malanga alienda Tanzania 1996. a very bad year. Ilikuwa mwaka mbaya sana. And then he came to the United States. Pia akakuja Marekani. In June of that year, Mwezi wa 7 wa huo mwaka he was one of 9 people who helped to start a new Free Methodist church right here in alikuwa Greensboro. mmoja wa watu 9 ambao walianzilisha kanisa hapa Greensboro, Free Methodist Church. And during his time there, he did a wonderful job as secretary and assistant pastor. Na alifanya huduma kama secretary na chini ya pastori. More recently, he has started another Free Methodist church Na here hapa in karibu Greensboro. alianzisha ingine kanisa hapa Free Methodist Church hapa Greensboro. And as we have heard, he has been a great blessing to many people in many places over all of these Na years. kisi tulisikia alikuwa mtu mzuri kwa watu wengi pia makanisani miaka mingi. I want you to know that Pastor Malanga had a very good reputation with other pastors. Napenda ujue ya kwamba alikuwa mtu mzuri, wale kuna habari nzuri na wengine wachungaji. They described him as a humble man. Kuna ushuhuda mzuri, wanamsema kama ni mtu mwenye utulivu. They say that he was very good at organizing things. Wanasema anajua kutengeneza mambo. And people remember him as being a man who was always concerned about helping his family Na and watu his friends, wanamjua kama mtu ambaye anasaidia familia yake na marafiki zake so that they could be good Christians. ili wawe Wakristo wazuri. It has been said that he was always showing people how they could better serve God. Na pia walisema ya kwamba alikuwa akiongoza watu jinsi ya kumtumikia Mungu. One comment that came to me from a church member Mambo ambayo nimesikia kutoka
mtu wa kanisa yake wala This kutoka person said kanisa that yake. she loved her pastor because he always challenged her and helped her to become a stronger Christian. Huyu mtu alisema ya kwamba alimpenda mchungaji wake sababu alikuwa akimsukuma kuwa Mkristo sahihi. Could there be a better memory than a pastor leaves behind? Utaweza kuwa mwingine mtu zaidi ambaye pastor anaacha nyuma. And of course, Pia we know that the passing of a loved one tunajua kwamba kupoteza mpenzi is always going to be bringing back many memories over a lifetime. inakuwa inaleta kumbukumbu maishani mwetu yote. There's one here today who remembers her as a husband and the father of her children. Hapo mtu kati yetu ambaye anamkumbuka kama mume wake na baba wa watoto wake. There are 10 who remember him as their father. Hapo watu 10 ambao wanamkumbuka kama baba. We have very many who remember him as a grandfather. Kuna wengi ambao wanamkumbuka kama baba. There's one who remembers him as a brother. Kuna mmoja ambaye anamkumbuka kama kaka. And as we look around us today, Na tukiangalia hapa leo, we know that there are very many who remember him for many different ways, kuna wengi ambao wanamkumbuka katika njia tofauti many different things, na katika mambo tofauti, from all of the different kind of interactions they had together. katika mahusiano ambao walikuwa naye pamoja. And we know, of course, Tunajua ya kwamba that there are no more memories to make with our beloved husband, hatuwezi tena tukatengeneza kumbukumbu pamoja naye. father, Baba yetu, grandfather, babu yetu, brother, kaka, relative, ndugu, our pastor, pastori, our friend. pia rafiki kwetu. But we are gathered here today to Lakini gather tumekusanyika leo and to celebrate kusherehekea a life lived well. maisha ambayo yaishi vizuri. And we're gathered here today to Pia say goodbye tumesherehekea kumlaga for now. kwa sasa, Because you see, Malanga's race is over. kwa sababu yeye safari yake imekwisha. His joy is complete. Yeye furaha yake imekamilika. But what about us? Je, kwetu sisi We who sisi are left. ambao tumebaki? Today, of course, is a day that many here will never forget. Leo ni siku ambayo wengi wetu hatutawahi kuisahau. I can tell you, Samuel, that I was 19 when my father passed. Sasa nikamwambia kaka Samuel ya kwamba nilikuwa na miaka 19 wakati babangu alifariki. And I have talked with Samuel about that before. Na nishamuongelesha kuhusu hayo. I was 60 when my mother passed. Nilikuwa na miaka 16 wakati mamangu alifariki. I will tell you what you already know. Nitakwambia yale ambayo umeshakuelewa. It's a hard thing when we have to say goodbye Ni to a vigumu loved one. kulaga mpenzi. There is never a good day Hakuna to siku say goodbye njema to a loved one. wakati tunaosema bye wala kumlaga ndugu yetu. But you will find that as the days and the weeks go along, Lakini utaona masiku gisi siku you will zitasonga find mbele, that those memories are going to get sweeter and better. utakumbuka kumbukumbu ulizokuwa nazo zitakuwa bora kila siku. We know that Malanga was a good man, Najua kama Papa Malanga alikuwa mwanaume mzuri wala baba mzuri, and he will be greatly missed. na pia tutamkumbuka. But Malanga has completed the job that Lakini God has for sasa him. yeye amemaliza huduma ambayo Mungu alimtayarishia. And so now it's our job to honor his Imebaki memory. kwetu kuheshimia kumbukumbu And zake. how are we going to do that? Tutafanya hivyo aje? Because we are going to make sure that we also are faithful Tunapaswa ku make sure wala kukamilisha uaminifu wetu with whatever the job is na kazi ambayo tunatajika that God kufanya, has given to us to do. kazi ambayo Mungu ametuachia kufanya. We have no questions today about Malanga's future. Hatuna swali kuhusu kukuja kwake wala fitire yake. Malanga's future, Papa Malanga his past, pase yake his present, wala present yake, they're all rolled together now. yote vimekuwa pamoja sasa. He's living in an eternal forever. Yeye sasa naishi katika maisha ya milele. I would imagine that the choirs in heaven were waiting for his Naweza tu arrival. nikajiimagine kwaya ambazo zilikuwa zinamsubiria mbinguni. I would imagine Naweza
tu nikajiimagine that well done, thou good and faithful servant. yeye akisikiliza sauti kimwambia umefanya vyema mtumishi mwema. Our time, Wakati yetu we say he heard it about 11 days ago. tunaweza tukasema ya kwamba alisikia hilo neno siku 11 zilizopita. Pastor Malanga's time, Katika Pastor Malanga's muda, was it 1,000 years ago? eske ni miaka 1000 ambayo imepita 1,000 years ago? wala 10,000 ambayo imepita. Oh my. Mungu wangu, He's in a good place. iko katika sehemu nzuri. Streets of gold, Anaona barabara za gates of dhahabu, pearl. barabara milango ya dhahabu. We do not feel badly for Pastor Malanga today. Hatujisikii vibaya kwa ajili yake. We've heard some good choirs here this morning. Tulisikia kwaya inaimba vizuri hapa leo asubuhi. But the music's very good in heaven. Lakini muziki iko bora zaidi kule mbinguni. I wouldn't be surprised if perhaps Pastor Malanga has already signed up for one of the choirs. Siwezi shituka nikisikia kwamba ameshakuwa katika kwaya kule mbinguni. My friends, we have to know this. Rafiki zangu, tunapaswa kujua hili neno. Pastor Malanga would never want to come back. Pastor Malanga hawezi tena kuhitaji kurudia hapa. The tears he has cried in his lifetime, Machozi ambao alilia katika maisha yake sote tunayajua. You cried those kind of tears yourself. Na wewe pia umelia hayo machozi. God himself has dried all of his tears by now. Mungu amempanguza machozi yake sasa. He's with Jesus. Sasa hivi iko pamoja na Yesu. He's with his family members, his Iko friends. pamoja na familia yake na marafiki zake. Iko na watu wengi Who sana. have left this earth already. Watu ambao wameacha hii dunia sasa. Many times for not real good reasons. Mara mingi sio kwa sababu ya sababu But nzuri, he's with them now. lakini iko pamoja nao He's sasa. seen Jesus. Iko na muona Yesu. I wonder who he's talked with. Najiuliza kama ameshaongea I na wonder if wanaye. he's talked with King David. Kama ameshaongea na Has he Daudi. talked with Abraham? Kama ameshaongea na Has he talked Ibrahimu. with Moses? Kama ameshaongea na Musa. Najiuliza With a name like his, maybe he got a chance to talk wala to Isaiah the amepata prophet. nafasi ya kuongea na Isaya, nabii Isaya. Has he talked with Peter the apostle? Ameshaongea na Paulo, Paul the great writer in the New Testament? mwandishi mzuri katika Agano Jipya. Oh, he wouldn't want to come back. Hawezi tena penda kurudia. But he's eager for you to join him. Lakini iko na ile shabaya wewe kwenda kwake. Our question is, will you? Swali kwetu ni kwamba je, tutamwenda mahali Because the alipo? offer's there for any of us. Juu ile jambo wala ile The nafasi iko offer's kwa ajili there yetu. for all of us. Ile nafasi ni kwa ajili yetu sote. Our brother Malanga is in heaven. Kaka yetu Malanga iko katika mbinguni. And since I've known him for a year and a half now, Nimemjua mwaka na kipande sasa. after I've heard all of these kind of stories that we were hearing even today, Baada ya kusikia habari zote ambazo tumesikia leo, I don't have any doubt about where he is. sina mashaka ya mahali ambapo alipo. I was in Greensboro just a month ago. Nilikuwa Greensboro mwezi uliopita. I had a chance to be in the bedroom with him on Nilipata May 4th, nafasi kukuwa pamoja naye also on May kitandani 6th. mwezi wa 5 tarehe 4 na tarehe His wife 6. was in the room. Mke wake alikuwa pale pia. What a good wife she's been. Mke mzuri aliye. I doubt if she much left the chair that I saw her sitting in. Sina mashaka ya kwamba bado hakutoka katika kiti ambacho nilimwacha ndani. His son Benjamin was there one time. Mwanawake Benjamin alikuwa pale. His son Samuel was there one time. Pia mwanawake Samuel alikuwa pale. He was in a lot of pain. Alikuwa katika maumivu mengi, He's not in pain now. lakini sasa hayuko katika maumivu tena. Even though he was in a lot of pain, Hata kama alikuwa katika maumivu he was mengi, still full of a lot of faith. alikuwa na imani nyingi sana. But he doesn't need faith now. Lakini sasa hahitaji imani tena. He's in heaven. Iko mbinguni. And the way he got there is the Na- same way I plan to get Na there. njia ambayo alipitia kufikia ndio njia ambayo na mimi natarajia kupitia. It's the same way any of us can get there. Ni njia ambayo sote tutapitia ili tufike. I became a Christian on the 15th of January, 1978. Nilikuwa Mkristo mwezi wa kwanza tarehe 15. I know Pastor Malanga and Mamongie were Christians already by then. Najua ya kwamba Pastor Malanga na mke wake walikuwa wameshakuwa Wakristo.
I would say the three of us. Naweza sema kwamba watatu And sisi many more besides who are here today. na wengi ambao wako mahali hapa. We came to a day when we realized God did not have to let us into heaven. Tumekuja katika siku ambayo tumegundua kwamba There was nothing Mungu special about us. Mungu hawezi wala hana haja kutuachilia Nothing sisi special kuingia about the way mbinguni. we acted. Hakuna kitu special ambacho kuhusu sisi wala kisi tuko. We just gave up. Tumejitolea tu. Said, God, forgive us. Tukamwambia Mungu tusamehe. We heard that song today. Tumesikia hiyo nyimbo leo. Now, it's our turn Sasa ni nafasi yetu to get ready kujitayarisha the way this man of God was ready. jinsi mtumishi wa Mungu alikuwa amejitayarisha. We need all of us to have a day. Sisi wote tutakuwa na siku. I told you mine. Nimekuambia siku yangu January 15, 1978. wakati ambao nimeokoka mwezi wa kwanza tarehe 15. Did you know yours? Unajua tarehe yako? You should. Unapaswa kujua wakati ambao Need uliokokea. to. Mimi pia Need to. unahitajika We kujua. need to take care of our eternity one of these days. Unapaswa kuhudumia maisha yetu ya milele. And it's not too much fun to think about stuff like that. Haileti furaha nyingi kufikiria mambo kama haya. Most of the time we don't want to think about it Mara is this nyingi reason. hatupendi kufikiria kuhusu maisha ya milele. Because we don't too much want to change the way we're living right Sababu now. hatupendi kubadilisha jinsi tunaishi leo wala kubadili maisha yetu. But I know this. Lakini najua hili. I know, as one preacher put it, Najua kama vile mhubiri mmoja alisema, heaven is sweet mbinguni ni tamu, and hell is hot. pia kuzimu kuko moto. But what do we do? Lakini sisi tutafanya nini? Too many times we just kind of hope for the best. Mara mingi tunatarajia mema, But it doesn't work like that. lakini haikujua hizi vitu vinakuwa. I want to say this today. Napenda sema haya leo. There's nothing that I would like more Hakuna kitu ambacho naweza penda zaidi to know that maybe one or more than one of you made the decision Pastor Malanga made a long zaidi ya time ago. kujua kwamba mmoja wala wawili wetu wamefanya maamuzi kama vile mchungaji wetu. He got right with God. Alitengeneza maisha yake na Mungu. We all need to have a day like that. Sisi wote tunahitajika kuwa na siku kama ile. We'll be later on back at the house. Tutarudi nyumbani, We'll be at the house again tomorrow, dear. tutakuwa nyumbani kesho. You can talk to me if you'd like to. Unaweza kuniongelesha kama unahitajika But kuniongelesha. there's a lot of people here today you can talk to. Lakini You know how to kuna tell you. watu wengi ambao unaweza kuongea nao hapa watakuelezea jinsi unaweza kutengeneza maisha. Because here is the way it really works. Sababu hivi ndivyo vitu vinavyotumika. We all of us got a box like that waiting for us. Sisi wote tuna box ambayo inatutarajia kama hii. One of these days, Moja ya hizi masiku that's going to be us in there. sisi ndio tutakuwa katika box kama hii. I don't know about you, Sijui kuhusu wewe, but for Pastor Malanga, lakini kwa ajili ya Pastor Malanga I have good news for you. niko na habari njema kwako. He's not dead. Yeye hajafariki. He's more alive than he's ever been. Iko hai zaidi ya wale waliokuwa hai, wala zaidi ya jinsi alivyokuwa hai. Here is where the Apostle Paul put it in 1 Corinthians. Hivi ndivyo Paulo alivyoongelea katika Wakorintho wa kwanza. Just a few verses out of chapter 15 Sura ya 15 in Swahili. tutasoma katika Kiswahili. Kuanzia mstari wa 12 hadi 22. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuki. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu, na hapo wao nao ni bure.
wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi maskini kuliko watu wote. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Amen. That's how come Hivyo ndivyo we can have the hope that Pastor Malanga had. tunapaswa, wala hii ndio njia inayotusaidia kuwa na matumaini ambayo Pastor Malanga alikuwa nayo. Jesus Christ really did die. Yesu Kristo ni kweli alifariki. He really did come back from the dead. Na pia alifufuka katika wafu. And that's why we can, all of us believe, Na ndio maana sote tunaamini that we too ya kwamba na sisi pia may die in this body, tutakufa katika huu mwili, but we're not going to stay there. lakini hatutafariki milele. Pastor Andre, could you please come with me for just a moment? Kamba Pastor Andre aje pamoja nami. And we're just going to pray over the family. Tutaombea familia. And I know most of you know English, but not everybody maybe. So could you just translate my prayer? Dear Heavenly Father, I'm coming before you right now. I'm asking you, God, for this dear, precious woman of God who was married all these many years. The joys and the good memories, Lord. I pray that you would, God, just cause them to spring up in a big way in her mind. Comfort her with the fact that, God, this man was a gift from heaven to her. And Lord, even though there's this box up here in the front right now, it's also true that he has left behind the memory of his face. In the faces of his sons, in the faces of his daughters. In the faces of these many grandchildren. And Father, I want to just remind you about something you said in the Bible. You said that you would be a husband to the widow. And so, Father, I pray that you would wrap your arms around this dear woman. Comfort her in those lonely times. Comfort her in those sad times. Help her and give her wisdom in those times she does not know what to do. For these children who are gathered. Oh God, they are young. They are full of life. They have families of their own. But Lord, there is a hole in their life now that nobody else can fill. Except you, God. You can do that. You can fill that hole. And you even promised it in your Bible. You said you would be a father to the fatherless. And so, God, I pray that you would help this woman to know you in ways she could not know you until she was a widow.
ajue yale ambao wanajua. Help these children to know you Watoto zake wamjue Mungu in a way they could not know you kwa jinsi gani hawakujua, until they had lost their father. kwa jinsi gani wamepoteza mzazi wao. I commit them to you, Na kuomba Mungu that you would comfort them wasaidie and help them. na kuwasaidia zaidi In Jesus' name, katika jina la Yesu Mwokozi wetu. amen. He had prepared his life. Kwako wewe vipi na wewe? Now it's you. Je, maisha yako au mawazo yako yanatuliaje katika moyo wako? Your life or your mind, what does it tell you right Je, now? unajua kwamba siku moja na wewe utakuwa kama hivi? Do you know that one day you will be here Sisi too? wote tutakupitia katika njia hii. All of us will go the same way. Sasa unafikiri kumaliza mwendo huu utaenda wapi? So what do you think after your journey, where will you go? Ninajua kwamba mawazo yako yanakwambia utakwenda ni wapi. I know your mind is telling you where you will go. Sababu Roho wa Mungu na Roho wako wanaambia na kwamba ni wapi utakwenda. Because the Holy Spirit is speaking to your heart, telling you where you will go. Na mimi tujiandae. It's for you and me to prepare ourselves Tumwone Bwana wetu Yesu. so that one day we can see our God Jesus Christ. Tunakaribisha Wabondo We welcome Babondo. wajaribu kutumia muda kidogo. I will ask you to please be very brief. Watasimama mara moja na kuimba wimbo wao. After Babondo, our pastors will stand up to sing their song. Na programu nyingine sasa tunaenda na tunabaki dakika kidogo tunamaliza. And then we will go with other programs because we have only. This is a hard time because everything that we see, but we are joyful because we are together. We're so happy to be here today. We just heard about his life, and his life has been a lesson for us. I'm standing here on behalf of Babondo in Greensboro. My name is Baikelwa Imata. I say again, thank you for you all who came here today. We cannot leave this place without thanking you for all of that you have done. We thank all of churches here. We thank the whole church that has hosted us here. Irving Park United Methodist Church. It's called Irving Park United Methodist Church. We thank the pastor of this church, Scott. We thank our sister who helped us to get this place. Reverend Pastor Pam. Her name is Reverend Brooks. We say thank you for all friends who left their jobs. We know a lot of people came from different places. Other people didn't even sleep. They drove their cars to be here today. To you all, I say thank you and God be with you. We thank all Congolese who are here, especially the Congolese community here in Greensboro. We thank you so much to be grieving with us today. We say thank you so much for the Babondo community in Greensboro for all work you've done.
and that you are continuing to do. Bitanga bilite bine bilitanga ba chwasi ba umuchunge. During times like this, we have to come together. Because in such times, we will know the true friends. Also, we thank all the community in the United States. We know other would not make it because of other catastrophes. A lot of them would like to be here. And because we cannot be in two different places at the same time, that's why other people didn't come, they are elsewhere. Here we are with our friend Mbochwa Ichinda. Is one of the leaders of Emu Yambondo in the United States. After all thanking you all, I'd like to say everybody by his name, but I cannot do it. But I say thank you to you all. And God bless you. And for any contribution that you have given, we don't have anything to pay back. But we say thank you. And God who is giving us, who is providing us strength, may bless you all. And they may multiply your wages. And after leaving this place, we will follow the instructions from the funeral home. And when we will take our cars to go to the cemetery, let us go together. You have to put emergency lights. And after finishing everything at the graveyard, we will go together. We will go meet together at the reception. In an opportune time, I will let you know where we're gonna meet. And for those who got the program from online, there is an address that shows where we're gonna do our reception. We would like to be, all of us, like we are here at the reception. So there will be other words that have not been said here, they will be said there. Because we don't have time here. For that, I don't have so much time. I say thank you. And I say miwechi miomo. God be with us.